Bwana, katika show ambayo Diamond ameifanya siku ya juzi kule New Jersey, Marekani, katika tamasha la Hot Summer Jam ambalo ni moja kati ya matamasha makubwa sana hapa duniani kwenye upande wa burudani au bwana. So kitu ambacho kimefanyika ni kwamba Diamond alikuwa ni moja kati ya wasanii ambao waliperform pamoja na wasanii wengine kutoka Afrika, lakini pia kulikuwa kuna wasanii wa Marekani. Kwa mfano hapa bwana, kulikuwa kuna rapper ambaye anafahamika kwa jina la Meek Mill, moja kati ya rappers ambao wako chini ya management ya Rick Ross. Meek Mill bwana, yeye yupo katika label ya Maybach Music na yeye mwenyewe pia ana label yake inaitwa Dream Chasers DC, lakini Maybach Music ndio label mama ambayo imemintroduce Meek Mill katika industry ya muziki wa rap huko Marekani. Meek Mill bwana ameingia katika controversy nyingi tu, mpaka alihusishwaga na mambo fulani hivi na Diddy, P Diddy Puff Daddy, lakini leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hilo. Kitu ambacho nataka tuzungumze ni kuhusiana na show ambayo Meek Mill ameifanya katika ukumbi huo katika moja kati ya kumbi kubwa huko Marekani, New Jersey, bwana, katika show ya tamasha la Hot Summer Jam ambao limefanyika hivi karibuni. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana, wadau kutoka Tanzania wameanza kumfananisha Meek Mill na Diamond Platnumz kwa jinsi ambavyo walivoleta vibe katika hii show, kwa jinsi ambavyo audience walivowapokea kwa ujumla baada ya kupanda stejini na kufanya walichoamua kukifanya. Huyu hapa ni Haja bwana, The Incredible, anasema kwamba Meek Mill na Diamond ni kama mapacha wasiofanana, hustlers walioshare stage moja ya Hot 97 huko Marekani. Meek Mill yeye amezaliwa mnamo mwaka 1987, lakini Diamond yeye amezaliwa mnamo mwaka 1989. Wote ni watoto wa mtaani waliokuzwa na mama zao. Baba zao wazazi ni kwamba hawajawahi kuwepo katika maisha yao. Kwa mfano, baba mzazi wa Diamond historia yake kila mtu anafahamu, lakini baba mzazi wa Meek Mill alipigwa risasi mnamo mwaka 1992. Almost wame rise up, yani wote hao wamekuja kufahamika vizuri zaidi katika career zao mnamo mwaka 2012. Nenda kamwambie na huku ama boss ambayo Meek Mill aliifanya na Rick Ross. So akaelezea zaidi hapa kwamba huyu ni mdau mzuri tu wa muziki wa Bongo Flava. Ameandika kwamba Meek Mill anatokea Northern Eastern State Marekani, katika mji wa Philadelphia, yani kwa kifupi wanaita Philly. Ni mji kati ya miji ya hovyo sana Marekani. Pia vile vile ni uswahilini kama tunavyopaona Tandale alipozaliwa Diamond, na pia vile vile ni kawaida kabisa kuwaona mateja, watu ambao wanakula maunga, risasi ni nje, hali iliyopelekea watu mbalimbali kuuawa kutokana na makundi ya kihalifu. Maisha hayo yalisababisha kupoteza uhai kwa baba mzazi wa Meek Mill mnamo mwaka 1992. Akasema kwamba Meek Mill yeye mwenyewe wakati huo akiwa na umri wa miaka 5. Baba yake alipigwa risasi kwenye ngoma ya 5 AM huko Philadelphia mnamo mwaka 2000, mnamo mwaka huo niliokutajia hapo mwaka 1992. Lakini mnamo mwaka 2024 Meek Mill anachana kuelezea ubovu wa mji aliyokulia. Meek Mill alisema kwamba and I'm stressed and I'm used to siren death curse. I'm from Philly where people die, where the black shoot black and I can't even tell you why. Yani kama ameelezea kwamba yani ameshazoea vingora vya maaskari mtaani kwao walipokulia, na pia vile vile vifo vya watu kuuana wenyewe kwa wenyewe bila kujua, na hawezi kusema hata sababu ni nini. Baada ya kifo cha baba yake, kutoka hapo ni kwamba maisha yake yalichange, yani yalibadilika. Meek Mill alishuhudia pia mama yake mzazi alivyoteseka kuwalea yeye pamoja na dada yake. Walihamia Northern Philadelphia, na huko ndipo mama alijishughulisha na kazi mbalimbali ikiwemo kunyoa watu, yani baba shop, hadi Meek Mill akiwa ameinuka kidogo. Meek Mill anatoa mziki unaokuja kumtoa kimaisha. Inapofikia mnamo mwaka 2011 Rick Ross alimsign katika record label yake ya Maybach Music mnamo mwaka 2012, na akaachia album ya kwanza ambayo inafahamika kwa jina la Dreams and Nightmares. Mpaka leo hii Meek Mill bwana ni bilionea.
Vile vile ni kwamba Meek Mill ana watoto watatu, wawili kwa mama mmoja kama ilivyokuwa kwa Diamond, lakini pia vile vile watoto hao wawili, kama ilivyokuwa kwa Diamond, watoto wawili aliozaa, Nazari ambaye ni mama mmoja na Tanasha ni watatu. Okay, lakini pia vile vile wasanii hawa wote hawaimbi kitu au ambii kitu kuhusiana na issue ya magari ya Rolls Royce. Ndio magari wanayoyapenda zaidi kwa sasa hivi, sio issue tena, ni wamiliki wa magari ya hayo. Ukitazama historia hii utagundua kwamba inakaribia kwa ukaribu sana na ukilinganisha historia ya Diamond na msanii huyu wa Marekani ambaye ameshare naye stage juzi kwenye jukwaa moja huko New Jersey katika tamasha la Hot Summer Festival. Mama Dangote amepambana pia kwa upande wa Tanzania kwa Diamond. Mama Dangote amepambana sana na mtoto wake since akiwa bado mdogo, huku story ya mshua wake zikiwa ni nyingi sana na kugubikwa na wimbi zito. Maisha aliyoishi Diamond Platnumz yanatajwa kuwa ni magumu, ya mapambano yeye na mama yake, na yalimfanya wakati mwingine asipate muda wa kuwa naye karibu. Ilimlazimu Diamond muda mwingi alelewe na mama yake Romy Jones ili ugali upatikane nyumbani. Walipitia yote haya kwa ajili tu ya kuandaa kesho ambao leo hii ndio imekuwa bora kwao. Mnamo mwaka 2012 jina la Diamond Platnumz lilishika hatamu hapa Tanzania, na ndio ukawa mwanzo wa mabadiliko ya mziki huu wa Afrika Mashariki. Wasanii hawa waliofanana kwenye mambo kadhaa wameshare stage moja ya Hot 97 Summer Jam huko Marekani. Ni historia nzuri sana kuishuhudia katika industry ya mziki kwa ujumla. Umeona bwana? So huyu ni Haja bwana, alikuja amekuja kuzungumzia hii issue. Sasa wadau hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao baada ya kupewa background story ya Meek Mill ikiwa imefanana au inataka kushabihiana na background story ya Diamond. Sasa hapa kuna mtu hapa anaitwa Black Minaja anasema kwamba bwana wote hawa pia walipita kwa Didi, alafu akakaa emoji ya kucheka. Yeah, of course nafahamu kwamba Diamond naye pia huku Bongo bwana watu walikuwa wanamtania issue za Didi, na pia the same pia hicho kitu pia kilitokea hata kwa Meek Mill huko Marekani. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Comments ziko nyingi sana, wengine wamekuwa inspired, wengine wamejifunza vitu, wengine wamekuja kurekebisha baadhi ya vitu, lakini at the end of the day obviously ukiwa kama mtazamaji wa Trend TV na wewe pia hapa kuna kitu umejifunza ambacho huenda ulikuwa ukijui. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata